Goba Kuzindi, Goba Majengo, Konoike, Malamba, Kingazi, Ufi, Makaburini, Njeteni, Makabe na Azimio. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ambazo zinaendelea Kimara Bonyokwa kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Kibamba, Kisokwa, Kwembe, Makondeko kwa awamu ya kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Kibamba, Magoe, Mpiji kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya King'ong'o kwa Misuri, Urasa, Mabibo, Hotel, Makaburini, Gatelo kwa kiwango cha lami, pamoja na maeneo mengine kama yalivyoainishwa. Haya ni maeneo baadhi, lakini orodha nzima ya miradi ni mingi, na nikielezea yote tutakosa muda. Yote inaenda kufanywa kazi, na haya ni baadhi ya maeneo ya miundombinu upande wa barabara za mitaani kwenye mitaa yetu, pamoja na orodha nzima ya miradi ya miundombinu kwa Dar es Salaam nzima ambayo iko kwa takribani kurasa 9. Hizi ambazo waheshimiwa mawaziri wameongelea zitajengwa, na mimi nielekeze waziri wa TAMISEMI pamoja na wa ujenzi, barabara hizi waaminini wakandarasi wazawa wakazijenge. Tulipitisha sheria ya kuruhusu wakandarasi wazawa wapewe kazi. Ni lazima tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa wafanye hizi kazi. Inatokea barabara mpaka za mtaani kilomita 1, 2, 3, kilomita 4, tunakutana na wakandarasi wote wageni. Miaka zaidi ya 60 ya uhuru, lazima tuwaamini na tujenge nguvu ya wakandarasi wazawa. Kwanza, hii ni nchi yao, watakuwa wazalendo, watatekeleza mradi wakijua wanaifanyia kazi nchi yao. Na hili, waheshimiwa mawaziri, wala sio ubaguzi. Mungu ni mwema sana, kila watu waliwapa nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania, wala msiogope kuwaamini na kuwapa kazi wafanye. Mimi ni toleo la mbali kabisa la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wapo wa mainjinia waliotangulia. Kama sisi serikali yetu tumefika mpaka tunaweza kutawaliwa serikalini kuwa waziri mkuu, injinia Kuleso Manae anashindwaje kujenga barabara ya kilomita 1? Wapatieni kazi hawa wengine, wanaokuja watasimamiwa na wakandarasi wazawa, wawaombe kazi, wapewe na contract kama ambavyo miaka mingi Watanzania wazawa wamekuwa wakipewa na contract na wageni. Na kazi kubwa zinafanywa na wakandarasi wazawa. Hawa wanabaki kutembea na briefcase na suti. Kazi zinafanywa na wazawa, na wengine serikali inawalipa, wanawababaisha wazawa kuwapa fedha zao ambazo kazi imeshafanyika. Wapewe. Na sheria Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwapenda Watanzania ameshaifunga ile zaidi. Ndugu wa Tanzania, duniani kote hakuna nchi ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikalini. Tunapojenga usawa, tunapojenga uwezo wa wazawa, wanawaajiri watoto wa Kitanzania. Tunapowajengea uwezo wa Tanzania wakawa na uwezo wa kujenga barabara kilomita 50, kilomita 100, pamoja na maeneo mengine kilomita 200, majengo na maeneo mengine, hawa watu lazima wataajiri vijana wa Kitanzania wanaohitimu masomo ngazi mbalimbali, wanaohitimu ujuzi mbalimbali.
na hili liende sambamba hata katika maeneo mengine. Maeneo mengine kazi inayoweza kufanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania, kwa sababu nchi hii wa Tanzania ni yao. Yapitiwe mpaka na maeneo ya biashara. Biashara zinazoweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Nielekeze idara inayohusika ipitie upya kwenye kazi, kwenye biashara, wapitie upya maeneo yote ambayo walishatoa leseni, wapitie na upya maeneo yanayoendelea kutoa leseni. Maeneo ambayo kazi inaweza kufanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania. Maeneo ya biashara ambayo biashara inaweza ikafanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania. Haya lazima tuambizane ukweli, kwa sababu Mungu aliumba kila watu, aliwapa nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania. Na wale wengine na wenyewe wapewe kazi na Watanzania. Sasa kununua mafuta halisi ya Parachute ni rahisi na alama za uthibitisho. Nembo ya Parachute, mkanda wa kifuniko wa kuthibitisha haijachokwa, alama ya herufi M juu ya kifuniko na alama ya toni. Mafuta ya nazi ya Parachute, uhakika wa 100% wa uhalisi. Karibu tutashughulika naye. Na hata hawa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uliosema na Mheshimiwa Waziri umesema, mfanyakazi yeyote mzembe, mla rushwa, wala msimhamishe, mfukuzeni kazi. Vijana wa Tanzania ambao wanaweza wakafanya kazi kwa uadilifu wapo wa kutosha. Kama zamani tulikuwa tunahamisha, enzi hizo hatukuwa na watu wa kutosha. Sasa hivi vijana wa Kitanzania wa kuweza kufanya, tunao wengi. Ambaye anafanya kazi vizuri mpeni sifa zake. Tuna Tanzania wengi watumishi wanafanya kazi vizuri. Lakini wale wazembe, wavivu, wala rushwa, wala msiwahamishe. Asiharibu wilaya hii mkampeleka wilaya nyingine akaiharibu na hiyo. Mfukuzeni. Wekeni mwingine afanye hiyo kazi. Mheshimiwa mwenyeji wetu, tumepita kukagua maeneo yaliyoathirika.